Watu wanajali riziki, hawajali watu wanajali matumbo yao au haujali. Mpira una sheria na kanuni. Sio tukio la kwanza duniani Israeli timu mgeni kuto kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Wewe unataka kuniambia Simba Sports Club ndio timu ya kwanza duniani kuto kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo? Yaani FIFA hawajui kwamba kuna siku kuna klabu au timu ya taifa itaenda sehemu kwenye ule uwanja wa mechi, wanaweza kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi, wakashindwa kutengeneza kanuni na sheria. Yaani FIFA hawakulijua hilo, CAF hawakulijua hilo, TFF hawakulijua hilo, lakini mechi iliendeshwa kihuni. Na nikwambie Saadeni, hii dunia ni ndogo sana. Tunaweza tukawafunga wa Tanzania tukawaona kwamba hawajui kitu, lakini kaka, unaona TFF ile pale ilipo pale ndani pale kuna watu wengi na taarifa zinavuja zinatoka. Mimi nikikwambia mpaka mtu alopiga simu kumpigia mtu ailisha hiyo mechi namjua. Yaani kuna mtu alikaa akakaa na simu yake akaona mazingira ya usiku, akaongea na viongozi wa Simba, akaona mechi yaisha kwa sababu Simba wamesema watakuja uwanjani. Sababu Simba ndio walisema watakuja uwanjani. Wewe unajua hivi? Nisikilize. Bodi ya ligi inatakiwa kwanza kuwa chombo huru. Sio chombo kinachomilikiwa na taifa. Na maamuzi yao ya kusimamia ligi kuu yalitakiwa yawe ni maamuzi ya bodi ya ligi, sio maamuzi kutoka TFF. Tumeelewa? Mfano kiongozi wa bodi ya ligi anapigiwa simu na kiongozi wa TFF ailisha mechi, kwa sababu wote nyinyi wa Tanzania mkiwa na akili timamu, jiulizeni kwa nini asubuhi mwenyekiti wa bodi ya ligi alisema mechi ipo, na yule ndio kiongozi mkuu wa bodi ya ligi. Asubuhi saa 4 anaojiwa anasema mechi ipo. Wewe unadhani yule mzee aliongea vile kwa bahati mbaya? Kwenye media kubwa za radio nchini watu wanaendelea kukata tiketi. Aliongea kwa bahati mbaya kwamba mechi ipo? Sio bahati mbaya. Alijua kwamba kuto kufanya mazoezi siku ya jana kwa timu fulani kuna faini, kuna kanuni zipo zitamhukumu timu mwenyewe kwamba jana ulimzuia mgeni wako kuto kufanya mazoezi. Ziko hizo sheria. Lakini alitokea mtu akapiga simu akasema ilisha mechi, Simba chaua kambi, mechi hakuna hapo, Yanga kusitaka. Yupo nani? Mr. Kumameno, Wilfred Kidau. Wilfred Kidau kapiga simu kwa yule bwana mkubwa Almasi Kasongo, ailisha mechi, sio wa bodi ya ligi. Mechi kailishwa shehe, mechi ikailishwa. Sasa mimi nakuuliza wewe swali, tusifungane macho hapa Tanzania au tukorekana wote sisi tutendee bila haki. Aliailisha mechi kama usemi, hebu kata